Ngoja nikwambie kitu kimoja dada yangu. Ni kweli ukiwa mzuri kila mwanaume atavutiwa na wewe. Na kila mwanaume atajisemea, huyu mwanamke natamani nimuoe awe mke wangu kwa sababu ni mzuri. Lakini linapokuja suala la mwanaume kutafuta mwanamke wa kuanzisha naye familia, huwa anabadili vigezo. Anaanza kuchagua mwanamke kwa kigezo cha tabia. Kwa sababu kwenye maisha ya ndoa kuna hitaji mwanamke ambaye anajitambua, mwanamke ambaye anaweza kwenda kuwa msingi imara na bora kwa ajili ya maisha ya ndoa, kwa sababu uzuri hauwezi kuwa msingi wa ndoa bora. Shepu haiwezi kuwa msingi wa ndoa imara. Sijui kama unanielewa. Ni kweli wewe ni mzuri, ni kweli una rangi nzuri, ni kweli una shepu, lakini linapokuja swala la tabia, wewe tabia zako si nzuri. Wewe hauna heshima, wewe sio mnyenyekevu, wewe sio mtii, wewe huna hekima. Kiufupi, huwezi kuwa na sifa ya kuwa mwanamke ambaye utajenga mji na mwanaume bila kuwa na tabia njema. Sijui kama unanielewa. Mwanaume yeyote mwenye akili anatambua kwamba ndoa haiendeshwi na sura ya mwanamke, ndoa haiendeshwi na shepu ya mwanamke, lakini anajua kwamba ndoa nzuri na imara inaendeshwa na tabia za mwanamke. Tabia za mwanamke kuwa mtu mwenye hekima, mtu anayejitambua na mtu ambaye anaweza kutumia kinywa chake vema kipindi wako kwenye migogoro, kwa sababu mwanaume anajua maisha ya ndoa ni safari ndefu, anajua mtapitia milima na mabonde, anajua mtapitia changamoto. Sasa anakuona tu kwa kifupi kwamba ni kweli wewe ni mzuri, ni mwanamke ambaye kila mwanaume atavutiwa na wewe, lakini upande wa tabia wewe hujakamilika kuwa mama wa familia, kwa sababu anajua atakapokuoa utakuwa mke kwake na utakuwa mama wa watoto wake. Kwa hiyo akijaribu kuchekecha na kuangalia, je, huyu atakuwa mke mwema kwangu, na je, atakuwa mama bora kwa watoto wangu, anaona bado hujafiti kwenye hiyo nafasi. Mimi naomba nikwambie kitu, wewe dada yangu mzuri, uzuri wako, shepu yako, sura yako haitokupa pointi yoyote wewe kwa mwanaume. Sijui kama unanielewa. Mwanaume atakuangalia wewe na uzuri wako, wewe na rangi yako, wewe na shepu yako, kisha atakutumia kwa kutaka tu akujue kiundani. Lakini baada ya hapo, akishagundua kwamba wewe ni mwanamke ambaye tabia zako si nzuri, ataona wewe hufai kuwa mama wa familia, hufai kuwa mke kwake, huna sifa ya kuwa mke. Sijui kama unanielewa. Mwanaume yeyote mwenye akili huwa haoi mwanamke bora mradi, lakini huwa anaoa mwanamke bora. Yaani mwanaume huwa anajiwekea kwamba ni afadhali nioe mwanamke ambaye ana sura ya kawaida, lakini akawe mwanamke ambaye atanipa amani na furaha, na mwanamke huyo atakuwa na akili. Atakuwa anajitambua, sio awe na akili peke yake, awe anajitambua, awe anatambua nafasi yake, awe mvumilivu, awe mnyenyekevu, awe mtii, na zaidi awe na hekima ya hali ya juu. Kama wewe ni mzuri wa sura lakini huna heshima, machoni pa mwanaume wewe ni sawasawa na bure. Yaani akikutazama anaona huna sifa za kuwa mwanamke. Kama wewe ni mwanamke mzuri lakini huna haiba ya kike, hujui neno la kumtamkia mwanaume, wewe kila kitu unaropoka, wewe kila kitu unazungumza, hapo hapo mwanaume anakushusha, credit zako zinashuka, kwa sababu anaona, je, kama huyu mwanamke anaweza kunitamkia mimi kauli mbaya, je, vipi tukiwa kwenye maisha ya ndoa? Tutayaendesha vipi maisha ya ndoa ikiwa mwanamke huyu kinywa chake hakina hekima? Anajua hiyo ndoa itabomoka, kwa sababu wewe mwanamke ndio msingi wa maisha ya ndoa. Mimi nakwambia tu kweli dada yangu, acha kuringia uzuri wako, acha kuringia shepu yako. Sana sana wewe, ili uringe kama mwanamke, hakikisha una haiba ya kike, hakikisha una tabia za kike, hakikisha wewe unajiheshimu, wewe unajipenda, wewe una hekima, wewe una unyenyekevu. Hivyo ndio vitu ambavyo vitamfanya mwanaume aone alikutana na mwanamke wa ajabu sana kwenye maisha yake. Lakini kuhusu wanawake wazuri, wanaume wanakutana nao wanawake wengi sana ambao pengine mwingine ni mzuri kuliko wewe, ana shepu kuliko wewe, ana rangi kuliko wewe, ana kila kitu. Lakini ukweli mchungu ni kwamba
Pamoja na kwamba watu wanajitahidi sana kuwadanganyeni kwamba mwanaume anataka mwanamke mzuri, sijui hata ukiwa na nini atakuchiti kwa sababu amemwona mwanamke mzuri, wanajaribu kuwalisha hayo matango pori, lakini kiukweli mwanaume yeyote anakwama na anatekwa na mwanamke ambaye anajitambua, mwanamke ambaye ana tabia nzuri. Sijui kama unanielewa. Na ndio maana kuna baadhi ya watu huwa mnashangaa, huyu kaka mbona ni handsome sana, huyu kaka mbona akisimama ni mwanaume fulani hivi, lakini mbona ameoa mwanamke wa kawaida sana? Kwa sababu huyo mwanamume alitafuta mke bora, hakutafuta mwanamke tu, kwa sababu huyo mwanaume alitambua kwamba wanawake wapo wengi, lakini kupata mke bora ni kipengele. Kwa hiyo mwanaume ni afadhali yeye kwenye maisha yake aoe mwanamke wa kawaida, lakini huyo mwanamke awe na tabia nzuri, kwa sababu mwanaume anavutiwa zaidi na tabia za mwanamke kuliko uzuri. Nikwambie tu kweli dada yangu, umeuona huo uzuri wa sura yako? Umeiona hiyo shape ulionayo? Ikiwa una tabia mbaya, kwa mwanaume utakinai, yani atakukinai mapema sana, na utajikuta mumeo ameingia kwenye usaliti na mwanamke ambaye hata ukimleta hapa unashangaa. Utamsema huyo mwanamke ana komwe, utasema huyo mwanamke amepigwa pasi, utasema huyo mwanamke hana maajabu, lakini ndio mumeo atakwamia huko, kwa sababu ana tabia njema huyo mwanamke. Pamoja na kwamba hana sura nzuri, pamoja na kwamba shepu ni kama alipigwa pasi kama unavyosema, pamoja na kwamba rangi yake sio nzuri, pengine ni mweusi, pengine wewe unamwona na rangi gani, wewe unajijua ni mweupe, sijui una shepu, sijui una rangi, ukimwangalia huyo mwanamke humuelewi, unasema mume wangu amekwama hapa kwa ajili gani, unasema mwanaume anachanganyikiwa na huyu kwa sababu gani, unasema mwanaume hajuagi anachokitaka. Mimi nakwambia kiukweli, mwanaume akipata mwanamke yeyote mwenye tabia njema, mwanamke ambaye anampa amani na utulivu, haijalishi huyo mwanamke ana sura gani, mwanaume anaweza kukwamia hapo kwa kipindi kirefu. Mwanaume huwa anatambua mwanamke wa burudani na mwanamke wa kuanzisha naye malengo ya maisha, na mwanamke ambaye anaweza kusafiri naye kwenye safari ya maisha ambayo ni safari ya muda mrefu. Jichunge sana huo uzuri wako, hiyo rangi yako, hiyo shepu yako, isije ikawa unamvutia huyo mwanaume kwa matumizi ya kukutumia kistarehe, lakini akashindwa kukuweka kwenye malengo ya wewe kuwa mwanamke wa maisha yake. Kiukweli, mwanaume anaweza kumwacha mwanamke aliyempenda kwa sababu hana tabia ambazo yeye mwanaume anazitaka. Ni kweli unaweza kuwa na shepu, ni kweli una mvuto, ni kweli una rangi nzuri, lakini mwanaume akigundua kwamba una kasoro kwenye upande wa tabia yako, kama mwanaume ana hekima, kama mwanaume ana akili kubwa, hawezi kukuingiza hata kwenye maisha yake. Hawezi. Ataishia kukutumia kama chombo cha starehe, kisha ataenda kutafuta mwanamke wa kawaida ambaye ana tabia ambazo yeye anahitaji, atamuoa na ataanzisha naye familia. Na hata ikitokea huyo mwanaume kwa wakati huo akawa mjinga, asifikirie sana mambo ya mbele, na akaamua kukuoa wewe kwa sababu ya kigezo cha uzuri wako, cha shepu na rangi yako, lakini baada ya kuishi na wewe akagundua haumpi amani wala haumpi furaha, ataenda akatafute mwanamke mwingine, hata kama utamzidi shepu, hata kama utamzidi sura, hata kama utamzidi rangi, ataenda kuwa na huyo mwanamke kwa sababu wewe utakuwa ni burudisho la macho, lakini huyo mwanamke atakuwa ni kiburudisho cha nafsi. Yaani huyo mwanaume kila anapotembea yule mwanamke atakuwa anazunguka akilini mwake, kwa sababu atakuwa na hekima, ana unyenyekevu, ana tabia za kike, ni mpole, ni mstaarabu na anajua kuzungumza na mwanaume. Sijui kama unanielewa. Kiukweli wewe danganyika sana pale unapoambiwa kwamba mwanaume haridhiki hata umfanyie nini. Mwisho wa siku mwanaume huyo huyo anaenda kuridhika na mwanamke ambaye ni wa kawaida sana kuliko wewe. Dada yangu, usiringie uzuri wako, usiringie shepu yako, usiringie rangi yako, kwa sababu hivyo ni vitu vya kupita. Na kila siku hawa wanawake wazuri wanazaliwa, hawa wanawake wenye shepu wanazaliwa, hawa wanawake wenye rangi nzuri wanazaliwa, lakini mwanamke mwenye hekima na tabia nzuri ni mara chache sana kupatikana, ni kama bahati. Sijui kama unanielewa. Mwanamke, jivunie zaidi pale unapokuwa na tabia ambazo zinamvutia mwanaume kuliko unapokuwa na maumbile au rangi au shepu ambayo inamvutia mwanaume, kwa sababu wewe kwake utakuwa kiburudisho cha macho.
lakini hautafanikiwa kuuteka moyo wake, hautafanikiwa kuingia kwenye malengo ya yeye kuwa na wewe kwenye maisha yake. Na hata ikitokea alikuingiza kwa bahati mbaya, anaweza kukutoa muda wowote bila kujali una uzuri kiasi gani, kisha akaoa mwanamke wa kawaida ambaye amemvutia tabia zake, ambaye atamshika nafsi yake. Dada, acha kulingia sura, acha kulingia shepu, kwa sababu hivyo vitu ni vya kupita tu, na kila siku wazuri wanazaliwa, na kila siku watu wenye shepu wanazaliwa. Wewe hautakuwa wa pekee kuwa mzuri hapa duniani, lakini ukiwa na tabia njema, pengine ukawa ni mmojawapo kati ya wachache ambao wamebaki, kwa sababu wanawake wengi sasa hivi ni watu ambao wanaongoza kwa kuwa na mivuto ya mionekano, lakini upande wa tabia sio wanawake. Kwa hiyo wanaume wengi sasa hivi wana struggle sana kupata wanawake ambao ni wanawake wa kweli. Asilimia kubwa kumejaa wanawake ambao ni wanawake tu, lakini sio wanawake wa kweli. Jichunge sana. Je, unaringia uzuri wako au unaringia tabia zako? Je, unaringia muonekano au unaringia tabia zako? Kama unaringia tabia zako, kiukweli utafika mbali sana, lakini kama unaringia uzuri wako, dada yangu, soko lako ni fupi sana, una muda mfupi sana wa kutamba na huo uzuri wako.